Mtazamaji wangu na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Tena huyu ni askofu wako Nkoja Moses wa kanisa Liberty Worship Center hapa Nairobi, na papo Kikomba hapo next to Kamugoji Ground. Karibu tunakukaribisha Sunday hii niko hapa Liberty Worship Center Kikomba. Kama unataka tuonane, please kuja hapo Kamugoji Ground, namba ndio hiyo unaweza tumia. Watu wa Mombasa na watu kwa pale Kongowea, please Kongowea hapo karibu na Medikit, hapo Masandukuni. Ukifika hapo kwenye gate ya magari, hapo kuna mahali kunaitwa Masandukuni, kanisa kubwa Liberty Worship Center hapo karibu sana. Mungu awabariki watu wa Kikomba. Kesho nataka tuonane mapema na Bwana atakubariki. Nataka leo nisome neno la Bwana, niendelee pale tuliachia last week. Nataka niendelee mahali tuliachia, na kama tulifuatana wewe, Mungu akubariki. Maana nataka nisome sasa Genesis chapter number 40 as from verse 13. Andiko linasema within 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your office, and you shall place Pharaoh cape in his hands and as formerly when you were in the battle. But remember me when it will be well with you, and do the kindness, I pray you, to make mention of me to the Pharaoh, and soon get me out of this house, for I was indeed stolen out of the land of Hebrew, and here also I have done nothing, that they should put me in the dungeon. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa ajili ya neno lako leo hii. Watumishi wako wote wanaonisikia, ninaenda kuinua maisha yao, ninaenda kuinua ndoto zao, ninaenda kuinua baraka juu ya maisha na watoto na wajukuu na biashara na mume na mke mnaoniangalia. Mungu akawabariki, neema ikawa kwako in Jesus name. Sema amen. Maandiko mahali tumesoma, tunaangalia Yusufu akiwa gerezani. Yusufu akiwa ndani ya gereza. Last week tulikuwa na nyinyi tukiangalia ndugu zake wakimuuza kwenye wafanyabiashara wa Ismaili. Lakini leo nataka tuangalie maisha yake bila aliingia gerezani na matokeo. Maana Biblia inasema ya kwamba Yusufu alipoenda akajiriwa kwa mtu ambaye mke wa kama mfanyikazi wa mke wa Potifa, unaona ya kwamba aliwekelewa kesi. Kuna kesi aliwekelewa ya kwamba attempt rape, na ndiposo nakuja kuelewa ya kwamba Yusufu alipowekelewa hiyo kesi ilibidi ajipate
ako gerezani. Kuna watu walijipata pabaya na si kupanga, si mpango wako, sio maombi yako, lakini wengine wamejipata. Umejipata biashara imeanguka, umejipata mke ametoroka, umejipata watoto wanakunywa pombe na miuno na mandawa ya kulevya, umejipata biashara imekataa. Kwa hivyo Yusufu alienda akaajiriwa kama mtumwa houseboy, lakini Bible inasema alijipata matatani wakati alikataa kulala na mwanamke wa Potifa. Wakati alisema hapana, sitakubali kuinamia miungu, sitakubali dhambi, kwa maana kuna ndoto zangu Mungu aliniotesha. Ninanena na wewe mtazamaji, watu wengi wamepoteza ndoto kwa ajili ya chipsina, yani dhambi tu kidogo. Mtu ile ndoto alikuwa nayo inaenda flata, lakini Yusufu abarikiwe milele, kwa maana aliambia mwanamke wa Potifa, it doesn't matter how much you can give me, lakini what I value is the dream which I have. Yani ndoto nilizo nazo. Na maandiko inasema mwanamke wa Potifa akamwekea kesi. Ninasema leo hii ninakuondolea kesi ile shetani amekuwekea. Ninasema nimekuondolea kesi ile maroho yametupa kwako katika jina la Yesu. Kwa maana Yusufu anawekewa kesi, anaambiwa amewekelewa. Vile alianza alijaribu kukimbia dhambi, wakashika koti wakaachwa nayo, wakasema hii ni expert, wakasema hii ndio expert ya kuonyesha ni ukweli, nilipiga nduru ukatoroka. Lakini my brother, maandiko inasema alipelekwa gerezani, lakini hata gerezani alikuwa na Mungu. Hata gerezani Mungu alisimama na yeye. Yusufu alifungiwa akiwa gerezani, anafanywa trustee. Ninasema ya kwamba nyota yako iking'aa, hata wakikuweka gerezani, ninasema mkono wa Mungu utakuwa na wewe. Yusufu alipoenda akauzwa kwa Potifa ili awe mtumwa, akafanywa manager wa nyumba ya Potifa. Watu yani shetani akufurahia, akamsukuma gerezani. Akiwa gerezani anafanywa trustee. Ninasema leo hii mahali wanakusukuma, na mimi kama nabii ninadeclare utamea. Yusufu gerezani anakuwa trustee, watu wanakuja kumuona, watu wanakuwa anakula special meal, maana yeye mwenyewe ameaminika hata na maaskari wa gereza. Lakini Bible inasema akiwa gerezani, yani kuna watu wawili walikuwa wafanyikazi wa Farao waliletwa gerezani. Na maandiko yanasema mmoja ni cupbearer, mwingine alikuwa ni baker. Walikuwa wafanyikazi wawili walipoletwa ndani ya gereza. Maandiko yananiambia walipokuja gerezani walikaa mahali pale na Yusufu, lakini siku moja wote waliota ndoto. Yani wote waliota ndoto, mmoja aliota ndoto na asubuhi wote wakaamka wamekasirika, kwa maana walikuwa na ndoto tofauti. Na maandiko inasema Yusufu akawauliza, mbona leo hamuna furaha? Mbona roho yenu imesushika? Mmoja akamwambia, jameni, niliota ndoto na sijui maana yake, sijui what it means. Niliota ndoto sijui maana yake. Leo hii mtazamaji wangu, unaweza kuwa kuna ndoto uliota lakini hujui maana yake. God will give you the interpretation. Maana watu wako na huzuni. Mmoja aliota positive dream, mwingine akaota negative dream. Maana mmoja aliambiwa baada ya siku 2-3 utarejeshwa kazini, mwingine akaambiwa baada ya siku 3 utakatwa kichwa. Hawa ni wakina nani? Maandiko inasema yule cupbearer alimwambia, niliota usiku nikiwa nimeshika grapes, nikafinya ile juice yake kwenye kikombe, nikapatiana mikono ya Farao, na sijui hiyo ni kusema nini. Yusufu akamwambia, hiyo ndoto ulioota ukiona mtu uliona branch 3, hiyo ni siku 3, na baada ya siku 3 utarejeshwa kazini na utarundi kupatia Farao kikombe ya divai kama vile ulikuwa beleni. Yani hiyo ndio maana ya ndoto ya mtu wa kwanza. The cupbearer aliambiwa, my brother, baada ya 3 days I can see 3 days
aliambiwa as a prophecy, according to your dream, akaambiwa within 3 days you will be restored to your job, you will receive the restoration. Aliambiwa ni 3 days too. You are in the prison for 3 days, uko hapo for 3 days. I am speaking to somebody ambaye amechoka kukaa gerezani mpaka kusikia lie. Yani alienda kambia Yusufu, my brother, I under dream, nasikia moyo wangu sito, maana sijui what it meant. Hiyo ndoto nilikuwa nayo, lakini aliambiwa, my brother, maana ya ndoto yako ni it is about 3 days now that you shall receive the full restoration. Utarejeshwa kabisa, ile kazi ulikuwa unafanya utaanza kuifanya tena, na utapatia yani Farao divai kwenye mikono yake kama vile ulivyofanya hapa mbeleni. Maandiko yanasema alimwambia bila ulifanya hapo mbeleni ndivyo utafanya tena. Ninasema alimwambia, huyu ni Yusufu anaongea na Kambera ambayo alikuwa ni official amnayofanyia Farao kazi kwenye ofisi yake, lakini anamwambia your dreams inaonyesha within 3 days, within 3 days God is going to surprise you. Yani akamwambia, my brother, you don't have to mourn. Ustahili kuwa na huzuni kwenye roho yako, because your dream is positive. Your dream is positive. Your dream is positive. I can see many people, you under very negative dream against your life, but today I am coming to prophesy a positive dream upon your lives, because the Kambera and a very positive dream, but he was not knowing the meaning of it. That's why he was so mourning. But I thank God because of Joseph, because alimwambia ya kwamba your dream it is source baada ya 3 days you shall be restored. Utarejeshwa kazini na utapatia yule Farao divai tena kwenye kikombe, as you have been doing before. I am praying for somebody right now. Kuna watu ambao wamesimamishwa, kuna watu wamewekwa ndani ya gereza ambao umewekwa, wengine mumewekelewa, wengine wamekamatwa anga yao, wengine nyota yenu mulikamatwa na mulifungiwa, ya kwamba unatembea kazini lakini matokeo hakuna, maana bado uko ndani ya gereza. Yani kimwili uko nje, lakini kiroho na kifinancially ya kwamba umetekwa. Yani huyo jamaa aliambiwa na Yusufu, I'm gonna tell you what will happen. Nitakwambia kile kitatokea. God is going to open a way and you shall be restored back to your job within 3 days. I want to pray for somebody ambaye anasema, I trust God within 3 days something gonna happen to my life. Maana Bible inasema huyu Yusufu mwenyewe kiliyotokea nini, my brother, ni ya kwamba Yusufu alienda na neno la Bwana inasema yule ambao ni beka alipoona Yusufu ametoa favorable interpretation. Alipoona favorable interpretation, sio yeye alitolewa, lakini alisikia favorable interpretation. I am releasing favorable grace upon your life today in the mighty name of Jesus, because the Bible says aliambia yule Kambera ya kwamba utarejeshwa, lakini nakuomba ukirudishwa kazi usinisahau, nitaye mbele ya Farao. Sema kuna mtu Muibri mulikutana, kuna Muibrania mulikutana na yeye kwenye njela na alikuwa amefungwa bila hatia, lakini Bible inasema yule ambayo Yusufu yeye mwenyewe, kuna mambo anasema hapa ambayo nitakusomea tena, mtazamaji wangu usikie, ambayo ni mstari wa 15 inasema, for I was indeed stolen out of the land of Hebrew, and here also I have done nothing that should put me it. Yani anasema niliibiwa kutoka
kutoka nchi ya Waebrania. Yusufu mwenyewe anaambia yule ambao ni kampiara, anamwambia I am being stolen out of the land of Hebrew. Niliibiwa nikatolewa kwetu. Niliibiwa, I am not an Egyptian. Niliibiwa nikatolewa. Kuna watu ambao maisha yao yalikuwa transferred. Maandiko inasema Yusufu anamwambia kwamba unitaje mbele ya Farao, kwa maana mimi unaponiona hapa, me personally, I was indeed stolen out of the land of Hebrew, and here also I have done nothing that should put me in the prison. Mimi siyafanya kitu, lakini niliibiwa nikatolewa. Kuna watu tunaongea na wao, maisha yenu yaliibiwa yakatolewa, anga yenu iliibiwa ikatolewa, watoto wako waliibiwa wakatolewa, mke wako aliibiwa akatolewa, mzee wako nyumbani aliibiwa na akatolewa. Yusufu anawaambia, for me, I was stolen from the land of Hebrew. Niliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, nikaletwa hapa kwenu. Kuna watu maisha yenu mulitolewa from the land of Hebrew. Mulitolewa from the land of Hebrew. Your business has been stolen from the land of Hebrew. Your marriage has been stolen from the land of Hebrew. Ninasema, and you are put, umewekwa, in other words, in the prison. You haven't done nothing. Hakuna kitu uliofanya. Yusufu anaambia huyu kabiara ya kwamba maana utarundi na mtaonana na Farao. Wewe sema tu kuna mtu aliibiwa akatolewa nchi ya Waebrania. Ninasema mtazamaji, watu wengine maisha yale wanaishi si yao. Wengine maisha yale mnaishi, nyumba hiyo na kasi yako, hiyo choo unaenda kuweka line nje si yako. Ninasema na mtoto ambaye ananisikia leo hii, kuna mama ananisikia, unaishi maisha sio yako. Wakati huyu Yusufu anaishi akiwa houseboy, watu wangefikiria ya kwamba yes, a good manager's houseboy. Wakati alikuwa prisoner, wangeona ya kwamba yes, a very good trustee, alitengenezwa kweli kuya kusaidia wafungwa. Lakini yeye anasema I was stolen out of the land of Hebrew. Niliibiwa. Kwa hivyo ninanena na mtu anasikia maisha yake yaliibiwa out of the land of Hebrew. Nyota yako iliibiwa. Wengine wale wananisikia leo hii, biashara yenu ilikuwa juu, maisha yenu ilikuwa juu sana, mliendesha magari wengi wenu, mliishi nyumba zenu wengi wenu, lakini saa hii hata chakula ni shinda. Being stolen out of the land of Hebrew. Kuna watu wananisikia, corona ilikuwa sikatai na imefanya wengine wahamishwe from the land of Hebrew. Bible inasema, Yusufu anasema, this is not my land. This is not my land. I want somebody today, wherever you are, you declare it's not your land. Ninasema ya kwamba wengine wenu mumeibiwa, mukaletwa in the foreign land, mukaletwa nchi, mukaletwa anga si yenu, mukaletwa biashara si yenu. Wengine mumesoma, wengine mnastahili muwe mnafanya kazi Amerika, Qatar, wengine wako Dubai, wengine wako Australia, lakini unakuta ya kwamba ile kazi unafanya ni mjengo. Sisemi kujenga ni mbaya, lakini my question is here, ni ya kwamba wengine anga yao has been stolen from the land of Hebrew. Huyu Yusufu anasema, me I am in the prison, but I had a dream. Nilikuwa na ndoto ya nyota sikianguka mbele zangu. Nilikuwa na nyota, na ndoto ya kwamba nyasi tukati ya ndugu zetu, nyasi, niliota ndoto nyasi kati ya ndugu zangu, yao inainama yangu inasimama, lakini I can see myself in the prison. This means I am being stolen. Nimeibiwa. Na ninaongea na watu ambao wanasikia maisha yako yameibiwa. Wengine hiyo anga mnakaa si yenu, wengine hayo maisha si yenu. Ninasema wengine, wakati Yusufu alikuwa jela si maisha yake, lakini ilibindi alisukumwa jela. Wakati alikuwa houseboy si kupenda kwake, alisukumwa na ndugu zake kwa akauzwa ili akawa houseboy. Lakini Bible inasema ndoto yake ilitimia wakati
wakati Farao aliota ndoto, ninasema leo hii wale yule kambiara alisaidiwa na Yusufu, ninasema alisaidiwa na akaenda kabisa. Unaweza saidia watu waende, lakini Mungu hawezi enda away from you. Na naongea na mtu ambaye ananisikia leo hii. I declare today you might be having been stolen. Yani umeweza kuwa in the other world ya kwamba wamekuiba, wamekuondoa mahali of comfort zone, wamekuleta kwa matatizo. Lakini leo hii kama Yusufu alitoka kwenye matatizo, I am speaking to you wherever you are. God is getting you out of trouble right now in the mighty name of Jesus. Ya kwamba Yusufu alikaa mahali pale, ajui kutatokea nini, ajui atanyongwa ama atafungwa miaka ngapi. Lakini one day, ninasema one day, ambao Farao waliota ndoto, walijaribu kuinterpret wakashindwa. Ilibindi yule kambiara ambie Farao, kuna jamaa wakati uliniweka ndani, tulikuwa naye gerezani na nikaota ndoto na yale alitabiri alitimia. Na maandiko inasema ndiposa Farao akasema ya kwamba Yusufu afuatwe. Ninasema leo hii, ninadeclare leo hii, wanaweza kuwa wamekutupa usaulike, lakini mfalme Mungu atatumia mkono wa neema juu ya maisha yako. Yusufu alikuwa gerezani, hakuwa na tumaini yoyote. Wakati alisikia kuna magari yameonekana gerezani ya presidential escort, hakujua ni yeye anakujiwa. Alijua tu ni kawaida, alijua tu anakuja kuwa assessment. Lakini alisikia kuna jamaa Mwibrania amesikika kwa hapa ndani, tumetuma tukuye tumutoe. Ninanena na wewe kwa nyumbani, kuna mtu ninanena naye Mwibrania ambayo maisha yako yanaweza kuwa ya kwamba yamewekwa ndani. Umekuwa ndani for nothing, umefungwa hujafanya chochote, wamekupangia chama ikaingiana. Lakini this is the time of the Lord. Ninasema wakati huu ni wa Mungu pia. Ninasema it is the time of the Lord upon your lives. Kama trustee, kama houseboy, anaweza kuwa minister. Kama prisoner, anaweza kuwa deputy. Let the anointing of God rest in you. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninadeclare siku ya leo juu ya mtazamaji wangu mahali alipo. Yusufu anasema ni kuibiwa, niliibiwa. Mimi ni Mwibrania, lakini nilijiibiwa nikajipata nchi ya Misri bila kutaka, bila kupenda. Kuna watu ambao maisha yao yamejipata pabaya, sio wao wamepanga wala kupenda. Leo hii ninawatoa katika jina la Yesu. Mahali maisha yako yamewekwa, mahali wamekuiba na wakakuweka. Waliiba Yusufu wakamweka gerezani, lakini Mungu akamtoa ndani. Ninasema siku ya leo, ninakuondolea kila gereza. Ninasema kila gereza ambayo mnapitia right now in the mighty name of Jesus. Ninasema kila gereza waliokuweka ndani yake, kama Yusufu alitoka gerezani, leo hii ninaondoa ndoa yako gerezani, ninaondoa biashara gerezani, ninaondoa finances gerezani. Wokovu sehemu yako upokee. Ninakataa roho ya kukamatwa ndani ya gereza. Yusufu alikaa gerezani, lakini it was not forever. Yule mwingine kambiara alikuwa amekaa gerezani, alikaa gerezani, lakini akaambiwa within 3 days you will be restored. Utaondolewa, utatolewa ndani ya gereza. Ninaongea na mtu leo hii, anga yake, afya yake iko ndani ya gereza. Ninaongea na mama, ninaongea na mzee ambayo maisha yake yamefungiwa gerezani. Leo hii ninakuondoa ndani ya gereza siku ya leo. Ninaachilia baraka zake Bwana, ninakuondoa gerezani. Kuna watu wamewekwa gerezani, wachawi wamekushika na wakakuweka ndani ya gereza. Yani watu wamemakaziki libaya, yani nyota yako ilikamatwa na ikawekwa ndani ya gereza. Ninasema leo hii unakula kibahatisha, maisha yako yote yalimakazika. Unaponyosha mkono kwenye television yako leo hii, ninasema Yusufu alikuwa ndani ya gereza, hakuwa anajua atatolewa lini, lakini maandiko inasema kwa
ajili ya favor na kibali, ya kwamba Mungu akatumana. Leo hii ninaachilia mkono wa Mungu kwako, ya kwamba Mungu akakutumanie katika maisha yako leo hii. Mungu atume nabii, Mungu atume neema. Ninasema Yusufu alikaa gerezani, hakuwa anajua mtu yoyote, lakini alijua Mungu. Ninasema mahali ulipo, unaweza kuwa ujui mtu yoyote, lakini Mungu unayemjua leo hii wacha kupiganie. Ninasema leo hii makatakabikaya bai, mashiki ya boza likaya. Kuna mtu ninaona right now ya kwamba maisha yake yamekamatwa, lakini right now God is losing every chain out of your life. Kuna mama ananiangalia, ninasema ndoa yako inakuwa restored right now in the name of Jesus. Matakaribosa likaya, marai sikilibosa likia. Kuna mzee amepewa notice kwa ajili ya maisha bila yameenda. Umeambiwa uamen, ujui utaenda wapi. Let the anointing of God come upon your life right now in the mighty name of Jesus. Ziki ya labai. Watu watatu wamelala kwenye kitanda wanaumwa, mmoja kichwa ya upande mmoja. Ninaachilia nguvu za Mungu right now. Whatever you are going is healing you, my brother, my sister. Kakaziki limasalika in the moko ziki limai. Kuna mama mmoja ananisikia, mtoto wake ni kama ameshikwa na kitu kama stroke on the right side. Yeye mwenyewe mahali alipo ni kama mkono mmoja ushiki, mkono mmoja, mguu mmoja. Makaziki ya lai right now, wacha nguvu za Mungu siingie kwenye hiyo nyumba. Makaziki limomuzaya. Ninasema ninawaondolea gereza. Yusufu bila alitoka gerezani, usiku wa leo ninasema mutoke hiyo gerezani ya kifinancially. Mumeshikwa kifedha, hakuna kitu solution inatokea. Mungu anakuondoa ndani ya hiyo gereza. As I speak right now, ya kwamba anga yako imekuwa imekamatwa, nimekurudishia maisha yako. Ninasema Yusufu alipewa maisha wengine, lakini Mungu akamrudishia. Wakati alipewa prime minister, ndio alikumbuka ya kwamba ndoto zile alikuwa ameota, na pale amepitia sehemu yake, akajua ya kwamba now God has brought me to my destiny. Ninanena na mtu right now, ninataka uamini Mungu pamoja na mimi, because we are pushing you back to your destiny. Yusufu alipitia kwingi, alipitia msituni, alipitia kupigwa na ndugu zake, alipitia kwenye shimo, alipitia kwenye houseboy, alipitia gerezani, lakini mwisho wake akafika to his own destiny. Right now ninasukuma maisha yako to your destiny right now. Right now nyosha mkono wako, nasukuma maisha yako to your destiny. Nasukuma maisha yako to your destiny. Thank you Jesus kwa ajili ya anointing inaenda juu ya maisha yao. Leo hii kuna watu wananisikia right now, shika chumbi. Kama unaweza kimbia kwa nyumba, kwa kitchen, shika hiyo chumbi niombe. Sijui kwa nini. Shika, kimbia, shikeni hivyo. Hiyo chumbi mtakula nyote na Mungu atawapatia kibali. Kama vile chakula ikiwekwa chumbi inaonja tofauti. Kuanzia leo naombe hiyo chumbi iliyo mikononi mwenu, maisha yenu yaonje tofauti. Amukulangi chakula bila hiyo chumbi. Mnaweza kunywa chai bila sukari. Baba Mungu, as I finish, as I rest my case, kuna chumbi mtazamaji wangu ameshika. Maandiko yanasema chumbi huleta ladha kwenye chakula. Hii chumbi sasa nimegeuza kwenye ulimwengu wa roho. Watakayotumia kwenye nyumba yao, ikalete ladha kwenye marriage, ikalete ladha kwenye biashara, ikalete ladha kade favor ya Mungu ikawe kwenu familia yote. In Jesus name. Sema amen mara 3. Amen, amen, amen. Hiyo chumbi mtatumia kwa chakula ni yenu, mtaitumia, lakini sasa ladha itakuwa ni tofauti, italetwa na power ya Mungu. Mungu kubariki. Nikimaliza uko mahali pale, nataka tutolee Mungu sadaka leo ya kibali. Sadaka unasema Mungu leta kibali kwangu mahali nimepitia. Hii safari ya shinda imefika mwisho. Uinue sadaka utolee Mungu. Shika hiyo sadaka, Mungu akubariki. Namba ya simu ndio hiyo. Baba Mungu wanapojitolea sadaka leo, nimebariki simu zao zikalete good news. Na bila ulitoa Yusufu gerezani, anapoachilio sadaka leo hii 500, 200, 400, 300, naona ngiri kilo niko nacho, kilo na fondi na kilo naweza inulia, ujue ni Mungu natolea. Pokea and reform ya kilo umetoa. In Jesus name. Mungu akubariki. Namba ya simu ndio hiyo. Tuma hiyo sadaka yako baadaye. Tuma hiyo sadaka yako baadaye, nitakupigia ama nikuandikie ujumbe mdogo baada ya kipindi. Nitumie sadaka usimame na kipindi.
Hiyo sadaka ya leo tunaita favor to my family. Bila hiyo chumvi italeta ladha, nayo unasidikisha na hiyo sacrifice mbele ya Mungu kwenye haya madhabahu. Mungu akubariki. Wiki ijayo masaa kama haya, watu Nairobi tupatane kesho. Mombasa tuko pamoja. Amen.